Hujambo na karibu katika matukizi ya habari za kaunti mbalimbali na kitaifa kwa ujumla za Borana Global Media, ikiwa leo ni tarehe 20 mwezi Novemba mwaka 2025. Kini kwanza tupokee muktasari wake. Viongozi watamaushwa na matumizi ya dawa za kulevya kaunti ya Garissa. Watetezi wa haki Tana River waendeleza vita dhidi ya ukeketaji. Magavana waishtumu serikali kwa kutowahusisha kwa utekelezaji wa bima ya jamii ya SHA. Na msikilizaji, tupate habari hizo na zingine kwa ukamilifu. Jina langu ni Hadija Liban. Viongozi wa dini na wadau wengine kutoka kaunti ya Garissa wametamaushwa na viwango vya juu ya matumizi ya madawa ya kulevya miongoni mwa vijana eneo hilo wakati huu wa likizo ndefu. Na kwenye mkutano ulioandaliwa kujadili changamoto zinazochangia ukosefu wa usalama katika baadhi ya vijiji vya mji huo, malezi mabaya ya wazazi na ulegevu wa maafisa wa polisi kuvamia na kukamata wahusika wa dawa za kulevya imechangia pakubwa hali hii. Namna kukomesha hii dawa ambaye imeathiri watoto wetu, future yao imeharibika na wameshinda kufanya kazi. Tungependa tusaidiwe na sisi pia tuweze kushikamana na serikali yetu ili tuweze kupunguza mambo haya ya dawa ya kulevya. Wazazi pia wajue watoto yao wanaletea pesa, wametoa wapi hiyo pesa? Watoto yao wanaenda wapi? Watoto yao wanachelewa wapi? Hayo yakijiri ni kwamba watetezi wa haki za mtoto msichana katika kaunti ya Tana River wameendeleza vita dhidi ya ukeketaji msimu huu wa likizo ndefu na kuwaonya wahusika kuwa hatua kali za sheria zitachukuliwa dhidi yao endapo watapatikana. Japo takwimu ya kaunti hiyo zinaonyesha kwamba visa hivyo vimepungua kwa 34% na bado kuna sehemu nyingi ambazo ukeketaji unafanyika kisiri. Na kwenye mkutano ya kutoa hamasisho kwa jamii uliofanywa kaunti ndogo ya Tana Delta, wakuu wa usalama waliwahimiza wakazi kutoa ripoti kuhusu ukeketaji ili hatua za haraka zichukuliwe. Tumeweza kuformulate policy ambayo itaweza kulinda akina dada na akina mama na dhuluma zozote zile za kijinsia, ikiwa FGM ikiwa mstari wa kwanza na FGM ikiwa ndio gender based violence kuu ambao tunapigana nayo sehemu hii ya Tana River. Hayo yakijiri ni kwamba wabunge kutoka kaskazini mashariki mwa Kenya wanaitaka serikali kushughulikia ucheleweshaji unaoendelea wa utoaji wa vitambulisho vya kitaifa. Licha ya Rais William Ruto kuondoa shughuli ya uhakiki, waombaji wengi bado wanasubiri vitambulisho vyao. Wabunge ikiwa ni pamoja na Sala Yakub na Ibrahim Sane waliwashtumu maafisa kwa kuhujumu agizo la rais, wakitaja kizingiti kipya cha uhalalishaji jijini Nairobi ambacho kimekwamisha utengenezaji wa vitambulisho vya eneo hilo. Waliangazia athari kwa vijana kupata elimu, ajira na usajili wa wapiga kura. Mbunge wa Tarbaj Hussein Barre pia alikosoa utawala kwa kushindwa kutimiza ahadi zinazohusiana na biashara ya mpaka na Somalia. Kuchanganyikiwa kwa wabunge kunasisitiza kuongezeka kwa tofauti kati ya sera za serikali na utekelezaji wake na kuchochea wasiwasi wa kutengwa katika eneo hilo. Nikitamatisha ni kwamba mwenyekiti wa baraza la magavana Ahmed Abdullahi ameishtumu wizara ya afya kwa kutoshirikiana na serikali za kaunti kwenye utekelezaji wa bima ya afya ya jamii ya SHA. Wakizungumza huko Naivasha, magavana wamesema wizara ya afya inaingilia majukumu ya serikali za kaunti na kuvuruga mpango wa SHA kwa kuchelewesha malipo kwa hospitali zinazotoa huduma za SHA. Waziri wa afya Adan Duale hata hivyo amesema kuwa wizara yake inaangazia upya mbinu ya kuongeza mgao wa fedha inazolipia. Indiscriminate and unilateral closure of hospitals and downgrading of the same. Since SHA, the MOH at Afya has become too powerful. It's like they're running hospitals from Afya House. Downgrading, regrading. There's even no consultation. If something is rejected, right now there is no follow-up mechanism. That means there is no appeal. So we are now dependent. Ndio mwisho wa mkusanyiko wa habari zetu za Borana Global Media awamu ya sasa. Tutazidi kukujuza yaliyomo na yanayojiri kila wakati. Nikiripotia kutoka Kenya, nimekuwa msomaji wako Hadija Liban. Zidi kuwa nasi.